mfumo huu unaitwa NIST, ambacho ni kifupisho cha National Information System for STI. Kwa ni mfumo ambao unajumuisha masuala ya STI hapa nchini, na hili limekuja mgeni rasmi. Kwa miaka mingi wadau wamekuwa wakisisitiza haja ya upatikanaji wa taarifa sahihi sehemu moja kuhusiana na mifumo ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na katika hili kosi kulikuwa na mifumo mingi. Kwa kuanzia mgeni rasmi, mifumo yote ilikuwa kosi imewekwa chini ya jukwaa moja, ikiwa ni pamoja na mfumo wa kuomba ufadhili na tafiti mbalimbali, mfumo wa kuomba vibali vya utafiti, mfumo wa ubunifu ule maksatu, yote kwa pamoja imewekwa chini ya mfumo mmoja ambao ndio NIST. Kwa hiyo tunakuwa na jukwaa moja, tunasema ni one stop center, ili kutoa fursa kwetu kuwa na taarifa za watafiti wote sehemu moja, kwa maana kila tutakayemhudumia tutakuwa na taarifa zake. Kwa mwisho wa siku tutakuwa na taarifa sahihi ya tuna watafiti wangapi nchini. Kwa sababu tukiomba kibali, taarifa zake tunakuwa sehemu moja. Tukiandika kwa tukiomba pesa za utafiti, ubunifu na hudumia wote wanakuwa kwenye jukwaa moja. Kwa kuzingatia kwamba baadhi ya taarifa zinazohitajika katika mfumo wa NIST tayari zipo katika taasisi zetu, na kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhusu mifumo kusomana, tayari mifumo inayohusu utafiti ya taasisi 4, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Sokoine, NIMR na TAWIRI tayari imeshaunganishwa kwa majaribio kwenye mfumo wetu wa NIST. Kuhakikisha taarifa za NIST zipatikane kutoka mifumo iliyopo katika taasisi husika, ili kuhakikisha ufasaha wa hizo taarifa. Kwa badala ya kusema tunaingiza, tunakuwa tunavuta kutoka kwenye mifumo mingine iliyopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuhakikishia kwamba NIST tayari pia imeunganishwa na mfumo uliopo chini ya wizara yetu ya elimu na teknolojia unaoitwa SMS, Education Sector Management System, na tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wizara yetu. Tuna mipango, taasisi za elimu ya juu, taasisi za utafiti, sekta binafsi na washirika wa maendeleo kuhakikisha kuwa taarifa zinazowekwa kwenye mfumo huu ni sahihi, kamili na za wakati. Aidha, tutaendelea kutoa elimu kwa watumiaji, kuimarisha usalama wa taarifa na kuboresha mfumo kulingana na mahitaji ya wadau. Tunatambua kuwa mafanikio ya NIST yanategemea teknolojia pekee, bali ushiriki wa taasisi na watu. Kwa hiyo tunawaomba wakuu wa taasisi, watafiti, wabunifu na wadau wote kuona mfumo huu kama mali ya taifa na nyenzo, pamoja na kuimarisha utafiti, ubunifu kwa maendeleo yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha ufanisi wa zoezi hili la ukusanyaji wa takwimu za NIST, kwa sasa kila taasisi tumefanya nao kazi, wameteua maafisa waratibu wa mfumo, tunaita focal persons, wanaobeba dhamana ya kusimamia na kuratibu ujazaji wa takwimu hizi kwa usahihi kutoka kwenye kila taasisi kabla mifumo haijaanzishwa yote. Na napenda kujulisha kwamba kozi kitaifa cha mafunzo maalum kwa focal persons zaidi ya 45 nchini kote, ili kujengea uwezo wa kufahamu mfumo na kufanikisha zoezi hili kikamilifu. Aidha, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekusudia kutoa ripoti ya kitaifa ya utafiti na maendeleo kwa mwaka wa fedha 2024/25 ambayo ni R&D survey for financial year 2024/25, tutoka kwenye mfumo wa NIST, ambayo inatokana na takwimu zilizokusanywa ndani ya mfumo wetu. Na kufanikisha hilo, tumeunda kamati maalum ikijumuisha wadau mbalimbali. Tuna Bwana Hussein Sufiani kutoka Azam Group, tumemwomba Dr. Vivian Kazi kutoka TSRF, lakini pia tuna Dr. Nyanda Mtinginya kuhamasisha watafiti wote kuweza kutumia mfumo huu. Tumekuwa na changamoto za kupata taarifa na takwimu za kitafiti ndani ya nchi kwa sababu ya kuwa na mifumo mingi, lakini sasa mfumo huu unakwenda kutupa urahisi wa kupata takwimu za kitafiti, sayansi na teknolojia ambazo zinazalishwa ndani ya nchi, na vile vile kutuonyesha impact gani tafiti hizo, teknolojia hizo zimezalisha ndani ya nchi. Kwa hiyo baada ya mfumo kuzinduliwa, ni rai yangu kwa taasisi zote kujisajili na kuweka taarifa zao katika mfumo huo.